ama mtu akatoka hapo na kuanza kutusi viongozi hawa ndio ambao wametupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Viongozi hawa ndio ambao wamepeleka Simba kufika nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Kwa hiyo kitokea tumekwama safari hii, basi tusianze viongozi wabaya, viongozi wafai. Viongozi wamekaa madarakani kwa muda mrefu. Hawa ndio ambao walitoa Simba chini huko na kuifikisha Simba katika hapa ambapo tupo hivi sasa. Kwa hiyo kitokea tumefeli, maana yake ni kwamba ni mpira wa miguu umeamua tufeli, tunarejea, tunajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Uzuri ni kwamba maisha ya mpira ni ya kila siku. Unaanguka mwaka huu, unajipanga, unanyanyuka mwaka ujao. Tusifarakane. Ikitokea Simba imeshindwa kwenda hatua ya robo finali, tusivurugane wala tusianze kushikana mashati na kutukanana. Ni hali ya kawaida mno kwenye maisha ya mpira wa miguu. Hata hawa ambao wanacheka hivi sasa, na wenyewe mwaka jana tu walishindwa kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo sio jambo geni hata kidogo. Lakini sisi kwetu Simba Sports Club bado tunaamini tunao nafasi ya kufanya vizuri. Michezo 3 iliyobakia, tunaamini tuna uwezo wa kufanya vizuri kwa aina wapinzani ambao tunakutana nao. Tunao uwezo mkubwa wa kupata ushindi dhidi ya Esperance nyumbani kwetu Benjamin Mkapa tarehe 1 mwezi wa pili. Tunao uwezo mkubwa wa kwenda kupata ushindi mbele ya Petro Atletico nyumbani kwao Angola. Tunao ushindi uhakika mechi yetu ya mwisho dhidi ya timu kutoka Mali, kupata ushindi nyumbani kwetu Benjamin Mkapa na kufikisha alama 9. Kwa hesabu za haraka ni kama haiwezekani, lakini kwa Simba Sports Club hiki ni kitu ambacho kinawezekana sana. Inawezekanaje sasa? Inawezekana kama wana Simba wote tukaamua kufanya kazi moja ya kuisaidia Simba Sports Club. Huu sio muda kugawana sasa Simba matokeo na Simba wapambanaji. Huu ni muda wa wana Simba wote kupambana kuhakikisha kwamba tunavunja hii rekodi mbaya ambao tumeanza nayo, na tunaishangaza Afrika ya kwamba tumepoteza mechi 3 za mwanzo, tumeshinda mechi 3 za mwisho, na mnyama ameenda hatua ya robo finali. Inawezekana kama kila mwana Simba akaamua, badala ya kulaumiana, badala ya kushutumiana, badala ya kutafuta mchawi, badala ya kulaumu viongozi na wachezaji, tukawekeza nguvu ya pamoja wana Simba wote, twende tukatafute ushindi, twende tukatafute matokeo, twende tukashinde mechi 3 za mwisho, twende hatua ya robo finali. Sisi tuna miaka 8 tunashiriki back to back hatua ya makundi ya ligi mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho, na katika mara zote hizo tumefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Kama inatokea safari hii tunakosa kwenda hatua ya robo finali, isionekane tumeloja, isionekane ni jambo la ajabu na ni jambo jipya. Inawezekana wapinzani wakacheka kadri wanavyoweza kucheka, lakini wana Simba hawapaswi kuingia kwenye huo mtego na kwenye huo unyonge. Ni mambo ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumefanya vizuri kwenye kipindi cha miaka 7 mtawalia, tukiingia hatua ya robo finali, robo finali 5 za ligi mabingwa Afrika, robo finali 2 za kombe la shirikisho. Na Afrika hii ni timu 3 pekee ambazo zina uwezo ama zina uwezo wa kucheza, zimekuwa na historia hiyo ama ubora huo wa kucheza robo finali 7 mtawalia. Timu 3 pekee, Al Ahly, Mamelodi pamoja na Simba Sports Club. Kwa kama inatokea kwa bahati mbaya iliyo kubwa zaidi tukashindwa kwenda hatua ya robo finali mwaka huu, wana Simba lazima waelewe kwamba huo ndio mpira wa miguu. Kuna nyakati unapanda, kuna nyakati unashuka, na ukishuka unajipanga kwa ajili ya msimu unayokuja. Asitokee mtu ndo akaanza sasa kulalamika kama vile ni jambo